Wajordan wanaitaka Marekani ijiondoe katika nchi hiyo. Wajordan wanataka Marekani iondoe ngome zake za kijeshi. Ni kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Iran. Wajordan wanaona kutokana na mashinikizo ya makombora, sasa wanataka Marekani ijiondoe. Uwepo wa kijeshi wa Marekani unaiweka Jordan katika hatari za kiusalama, kisiasa na kiuchumi ambazo hazina maslahi kwa taifa, imeeleza barua ya wazi ya kupinga serikali ya Jordan na kuitaka Marekani kujiondoa. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imepiga hatua katika azma yake ya kushusha mifarakano ndani ya Jordan na kuleta machafuko ya kiserikali ili kupanua ushawishi wa Iran nchini humo. Hii ni kauli iliyotolewa na Profesa Ronen Isaac akiambia gazeti la Jerusalem Post mnamo jana Alhamisi kufuatia kuchapishwa kwa barua ya wazi iliyotiwa saini na mamia viongozi wa kisiasa na kisheria wa Jordan wanaodai kuondolewa kwa vikosi vya Marekani. Mpango wa Iran ni kutaka Marekani ijiondoe katika Mashariki ya Kati, na hivyo kutokana na mashambulizi inayoyafanya Iran, baadhi ya mataifa mfano wa Jordan inataka Marekani iondoe majeshi yake katika taifa hilo, na kwamba serikali ya Jordan haipaswi kuwa na ushirika na Marekani, hasa ushirika wa masuala ya kijeshi na kuwepo kwa ngome za kijeshi. Barua hiyo ambayo ni changamoto adimu ya umma kwa serikali ya Jordan imetoa saini na makabila ya Wapalestina na wenye asili ya Jordan, jambo ambalo linaifanya kusumbua. Hivi ndivyo Iran ilivyokusudia iporusha makombora huko Jordan na pia katika mataifa mengine ya Ghuba. Lengo lake lilikuwa kuweka shinikizo kwa wakazi wa Jordan kutaka kuondolewa kwa uwepo wa Marekani. Lakini ni zaidi ya hayo, kuna nia ya Iran ya kuongeza pengo kati ya serikali ya Jordan ambayo inaunga mkono Marekani na watu wa Jordan ambao wanapinga sera za Marekani, kama sehemu ya nia ya Iran ya kuzusha mifarakano ndani ya Jordan na kusababisha machafuko ya kiserikali ili kuongeza ushawishi wa Iran nchini Jordan. Hii imekuwa matarajio ya Iran kwa zaidi ya miaka 20. Barua hiyo ilidai kuwa uwepo wa jeshi la Marekani unaiweka Jordan katika hatari za kiusalama, kisiasa na kiuchumi ambazo hazina maslahi kwa taifa, na kuongeza uwezekano wa nchi hiyo kuingizwa katika mzozo wa kikanda ambao sio mshirika. Jordan kwa sasa ina wanajeshi 4,000 wa Marekani kulingana na Kongresi ya Marekani. Jordan kwa sasa inataka kupokea wanajeshi 4,000 kutoka nchini Marekani kulingana na Kongresi ya Marekani. Nchi hiyo pia inapokea usaidizi mkubwa wa kijeshi wa Marekani, huku msaada wa kila mwaka ukiongezeka mara 3 katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Uhusiano wa Jordan na Marekani una manufaa, lakini ongezeko la kikanda huleta maumivu. Jumla ya usaidizi wa Marekani na pande mbili kwa Jordan unaosimamiwa kupitia idara ya serikali na ulinzi ulifikia takribani dola bilioni 33.8 kutoka mwaka 1951 hadi mwaka wa fedha 2025, na Marekani imetoa msaada wa ziada wa dola bilioni 2.5 kwa Jordan kupitia akaunti nyingi za uidhinishaji wa ulinzi. Ingawa uhusiano wa Amman na Amerika umekuwa na manufaa, bila shaka ongezeko la kikanda pia limekuwa na athari kubwa kwa uchumi wa Jordan. Benki Kuu ya Jordan imeripoti kuwa katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026 mapato ya utalii yalipungua kutoka kwa Jordan wahamiaji kutoka 12%, raia wa Amerika 25% na raia wa Ulaya 28%, kulingana na The New York Times. Tasnia ya utalii pekee hufanya 18% ya mapato ya Jordan. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.